Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Mafundisho ya Balaamu. Haleluya. Amen. Namba 2. Namba 2. Kutii Roho Mtakatifu. Kitabu cha Warumi 8 na mstari wake wa 14. Amen. Soma pale. Nitasoma kitabu cha Warumi sura ya 8 na mstari wake wa 14. Ndiyo. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Amen. Kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho. Kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu. Hao ndio wana wa Mungu. Hao ndio wana wa Mungu. Haleluya. Kumbuka pointi namba 1 ni kuishi maisha matakatifu. Amen. Pointi namba 2 kutii Roho Mtakatifu. Amen. Au kuitii sauti ya Roho Mtakatifu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya makuhani wa Kristo. Amen. Haleluya makuhani wa Kristo. Amen. Kitabu hiki cha Warumi 8:14 yes, kimeeleza wazi ya kuwa kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu. Amen. Hao ndio wana wa Mungu. Amen. Haleluya. Maana yake ukikubali kuongozwa na Roho Mtakatifu, yes, wewe unafanyika kuwa mwana wa Mungu. Amen. Haleluya. Maana yake ndani yako panakuwa na uvuvio wa Roho Mtakatifu. Amen. Ndani yako, maisha yako, mambo yako yote yanakuwa yanaendeshwa na Roho Mtakatifu. Amen. Kwa nini? Kwa sababu umetii sauti ya Roho Mtakatifu ndani yako. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kutii sauti ya Roho Mtakatifu, namba 1, imekulazimu kuishi maisha matakatifu. Amen. Ndipo Roho wa Mungu atafanya kituo kwako. Yes. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Roho wa Mungu hawezi kufanya kituo kwa mtu ambaye maisha yake yamejichanganya. Yes. Maisha yake yamejichanganya. Amen. Hapatakuwa na uwepo wa Roho wa Mungu. Amen. Hapatakuwa na kituo cha Roho wa Mungu. Amen. Hapatakuwa na kituo cha Roho Mtakatifu. Amen. Kwa nini? Kwa sababu maisha yake yanajichanganya. Amen. Pointi namba 1 ni kuishi maisha matakatifu. Amen. Pointi namba 2 kuongozwa na Roho Mtakatifu. Amen. Kama hauna neema ya kuishi maisha matakatifu, kama hauishi maisha matakatifu, maana yake ndani yako, yes, Roho Mtakatifu hatafanya kituo. Yes. Amen wapendwa. Amen. Amen makuhani wa Kristo. Amen. Haleluya. Amen. Msinikasirikie. Yes. Haya ni mafundisho ambayo tumepewa na kutembea nayo wiki hii. Amen. Haleluya makuhani wa Kristo. Amina. Tunafundishana. Amen. Tunaelimishana. Amen. Tunaongozana. Amen. Tunapeana maarifa yenye ujuzi. Amen. Yenye kubadili, yes, tabia. Amen. Tabia mbaya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Namba 3. Namba 3. Ndiyo. Kupenda kweli kuliko miujiza. Wathesalonike wa pili sura yake ya 2 na mstari wa 10. Tusome. Tasoma kitabu cha Wathesalonike wa pili sura ya 2 na mstari wa 10. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Amen. Na katika madanganyo yote, ndiyo, ya udhalimu, ndiyo, kwa hao wanaopotea, ndiyo, kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli wapate kuokolewa. Amen. 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 Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Pointi namba 3. Kupenda kweli kuliko miujiza. Amen. Amen makuhani wa Kristo. Amen. Haleluya. Amen. Wakristo wa leo wanapenda miujiza. Amen. Amen. Amina. Amen. Amen. Wanapenda ishara. Yes. Pasipo ishara hauwezi kuona. Amen. Pasipo miujiza hauwezi kuiona. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Imetupasa kupenda kweli. Amina. Kuliko miujiza. Amina. Amen wapendwa. Amen. Amen makuhani wa Kristo. Amina. Shetani anaweza kufanya miujiza. Yes.
Haleluya. Amen. Miujiza feki. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya, makuhani wa Kristo. Amina. Shetani ana uwezo wa kufanya miujiza. Yes. Miujiza feki. Amina. Amen wapendwa. Amen. Imetupasa kufuata kweli. Amen. Kuipenda kweli. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Ukishajazwa Roho Mtakatifu. Amina. Ukishatii Roho Mtakatifu. Amen. Ukishakubali kufanyika kituo cha Roho Mtakatifu. Yes. Mpendwa, imekupasa kuipenda kweli ya Bwana. Amen. Kuipenda kweli ya Mungu. Yes. Kuipenda kweli ambayo ni maandiko matakatifu. Amen. Haleluya. Kupenda kweli, kupenda njia ya unyofu. Yes. Njia iliyonyooka. Amen. Inayopatikana ndani ya maandiko matakatifu. Yes. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Watu wengi wamepotea kwa kufata miujiza. Yes. Kwa kufata miujiza. Amen. Nataka nikwambie, shetani anaweza kufanya miujiza. Amen. Lakini miujiza wa shetani hauwezi kudumu ndani ya maisha ya mwamini. Amen. Ndani ya maisha ya mtu aliyemwamini Yesu Kristo ni ndiye Yehova. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Shetani anaweza kufanya miujiza. Yes. Lakini muujiza wa shetani ndani yake hauwezi kudumu. Ni kweli. Kwa nini? Kwa sababu hauna uvuvio na nguvu za Roho Mtakatifu. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Pointi namba 4. Pointi namba 4. Ndiyo. Kujitenga na mafundisho potofu. Waraka wa Yohana wa pili sura ya 1 na mstari wake wa 10. Ndiyo. Nitasoma kitabu cha waraka wa pili wa Yohana. Ndiyo. Sura ya 1 na mstari wa 10. Ndiyo. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Amen. Mtu akija kwenu naye haleti mafundisho hayo. Msimkaribishe nyumbani mwenu. Wala msimpe salamu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Andiko hili ni kali kidogo. Amen. 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 Ya kwamba mtu atakaoletea fundisho lisio sahihi, wala msimsalimie. Amina. Wala msimkaribishe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amen, makuhani wa Kristo. Amen. Andiko hili ni kali kidogo. Yes. Andiko hili ni kali kidogo. Amen. Watu wengi wamependa kufata mafundisho potofu. Yes. Mafundisho yasiyo na msingi wa neno la Mungu. Amen. Mafundisho yasiyo na uvuvio wa Roho Mtakatifu. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya, makuhani wa Kristo. Amen. Haleluya, makuhani wa Kristo. Amen. Pointi namba 5. Pointi namba 5. Ndiyo. Kufunga na kuomba. Kitabu cha Mathayo 17 na mstari wake wa 21. Nitasoma kitabu cha Mathayo sura ya 17 na mstari wa 21. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Amen. Lakini kwa namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Amen. Amen wapendwa. Amen. Amen makuhani wa Kristo. Amina. Ukishafata mwongozo huu wa Roho Mtakatifu. Amina. Ukishafata huu mwongozo wa Roho Mtakatifu. Amen. Imekupasa Yes. kufunga na kuomba. Amina. Amen wapendwa. Amen. Amen makuhani wa Kristo. Amen. Imekupasa kujikana nafsi yako. Yes. Imekupasa kujikana nafsi yako. Amen. Na kubeba msalaba wako. Yes. Na kujitwika msalaba wako. Amen. Kufunga na kuomba. Amina. Kumwomba Bwana. Yes. Kujikana nafsi. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa namna hii haitoki. Yes. Bali ni kwa kufunga na kuomba. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Watu wengi walioathiriwa na mafundisho ya Balaamu. Yes. Imekupasa kufunga na kuomba. Amina. Kumwomba Bwana ili kuondoa hii roho ya Balaamu. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya makuhani wa Kristo. Haleluya makuhani wa Kristo.
Roho hii imeathiri watu wengi. Yes. Roho hii imepotosha watu wengi. Hii roho leo lazima tuipige. Ni lazima tuiondoe ndani ya maisha yetu. Ili tuzione baraka za Bwana. Ni lazima kuondoa roho ya Balaamu iliyoshikilia maisha yetu, iliyoshikilia nafsi zetu, iliyoshikilia akili na ufahamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mafundisho ya Balaamu ni lazima leo yatuachie. Ni lazima leo tuyachape. Lazima leo tuyapige, tuyaondoe ndani ya maisha yetu, tuyaondoe ndani ya watoto wetu, tuyaondoe ndani ya kizazi chetu, tuyaondoe ndani ya kanisa, ili baraka za Bwana, ili mafanikio ya Bwana iambatane na sisi. Haleluya, 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 haleluya. Mafundisho ya Balaamu yamepotosha watu wengi, yamepeleka watu jehanamu, yamepotosha katika njia iliyo sahihi, yamewapeleka katika njia isiyo sahihi. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake hayana uvuvio wa Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Pana injili ya kisasa inayopotosha watu na kuona kuwa dhambi ni neema. Nitamwomba tu Bwana nitatubu. Hapana. Haleluya. Haleluya wapendwa. Haleluya wapendwa. Ukimsoma Daudi katika Zaburi utaelewa. Daudi alipokuwa akimkosea Bwana, alikuwa anakwenda magotini na kumlilia Bwana. Hii ni neema ya tofauti. Sio kila mtu neema hii anayo. Amen wapendwa. Amen makuhani wa Kristo. Daudi alipokuwa akienda kinyume na mapenzi ya Bwana, Daudi alipokuwa akienda kinyume na utaratibu, Daudi alikuwa akimkimbilia kwa wepesi Bwana na kumlilia Bwana. Hii ni neema ya tofauti. Hii ni neema ya tofauti. Sio kila mtu ako nayo. Sio kila mtu anayo. Haleluya. 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 Tumalizie pale msomaji. Mafundisho ya Balaamu. Mafundisho ya Balaamu ni hatari. Ndio. Kwa sababu hayaji kama uovu wa wazi. Yanakuja kama hekima. Yanakuja kama njia mbadala ya baraka. Stop hapo. Amina. Amen makuhani wa Kristo. Amina. Mafundisho haya ni hatari kweli kweli. Amen wapendwa. Amina. Amen wapendwa. Hayaji kama uovu wa wazi. Ni kweli. Yanakuja kama hekima. Amen. Amen wapendwa. Amen makuhani wa Kristo. Yanakuja kama hekima. Ndani yake pana miujiza feki. Unaweza ukazani kama ni hekima. Amen wapendwa. Mafundisho haya ndani yake yana miujiza feki. Unaweza ukadhani kama ni hekima. Unaweza ukadhani kama ni mafundisho sahihi. Lakini sio sahihi. Amen wapendwa. Amen wapendwa. Amen wapendwa. Lakini mwisho wake ni kuanguka kiroho na kupoteza ulinzi wa Mungu. Amen wapendwa. Amen makuhani wa Kristo. Amen makuhani wa Kristo. Mafundisho haya unapofundishwa, utazani ndani yake yana hekima. Amen. Lakini hapana hekima ndani yake. Ndani yake pana upotofu. Ndani yake pana upotofu. Haleluya. Haleluya. Ni injili hatari. Amen wapendwa. Kwa sababu wewe unapenda miujiza. Shetani naye anacheza na akili yako. Anacheza na nafsi yako. Kwa sababu nafsi yako imejawa shauku ya kutaka miujiza. Unataka shortcut. Unataka baraka za shortcut. Nataka nikueleze mpendwa unayonisikiliza na unayonifuatilia kupitia mitandao ya kijamii, kwa Yesu hakuna shortcut. Ni lazima ukubali kulipa gharama.
Ujikane nafsi yako. Ujitwishe msalaba wako. Ndipo utakapoziona baraka za Bwana. Ndipo utakapoona mafanikio ya Bwana. Haleluya. Msingi wake ni neno la Mungu. Msingi wake ni neno la Mungu. Muujiza wowote ili uweze kudumu ndani ya mtu ni lazima uwe na msingi wa neno la Mungu. Haleluya. 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 Ni lazima uwe na msingi wa neno. Ni lazima uwe na msingi wa fundisho. Haleluya. Haleluya. Tuendelee. Amina. Lakini mwisho wake ni kuanguka kiroho na kupoteza ulinzi wa Mungu. Ni hatari zaidi yakiunganishwa na mfumo wa Wanikolai, ukandamizaji na kutawaliwa na watu. Yesu mwenyewe anatoa onyo kwa makanisa kupitia mtume Yohana. Kitabu cha Ufunuo sura ya 2 mstari wa 15 hadi 16. Soma. Yesu mwenyewe anatoa onyo kwa makanisa kupitia mtume Yohana. Soma kitabu cha Ufunuo 2:15-16. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tusome. Nitasoma kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Ndiyo. Sura ya 2 na mstari wa 15 na wa 16. Ndiyo. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Vivyo hivyo wewe nawe unao watu wayashikayo mafundisho ya Wanikolai vile vile. Mstari wa 16. Ndiyo. Basi tubu na usipotubu naja kwako upesi, nami nitafanya vita juu yao kwa huo upanga wa kinywa changu. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya wapendwa. Haleluya. Amen. Yesu anatoa onyo kwa makanisa kupitia mtume Yohana. Amen. Amen wapendwa. Amen. Nyakati zile palikuwa kumejaa mafundisho potofu. Amen. Mafundisho ya Balaamu. Amen. Mafundisho yaliyolipotosha kanisa. Amen. Na kuiacha njia ya kweli. Amen. Na kufata miungu mingine. Amen. Na kufata madhabahu zingine. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu anatoa onyo ndani ya kanisa. Ya kuwa imetupasa kuifata njia sahihi. Amen. Au njia ya kweli. Ndani yake kuna uzima, na sio uzima tu, uzima wa milele. Amen. Ameni makuhani wa Kristo. Amen. Ameni makuhani wa Kristo. Amen. Watu wengi wamepotoka. Amen. Watu wengi wamepotea kwa kufata njia ya Balaamu. Amen. Njia isiyokuwa na msingi wa neno la Bwana. Njia isiyokuwa na msingi wa neno la Mungu. Ndani ya kanisa. Amen. Wamepotea. Haleluya. Ndani ya makanisa wamepotea kwa kufata mafundisho ya Balaamu. Injili ya kisasa. Injili ya kisasa. Wakizani ya kuwa ndani yake wanaweza fanya dhambi kidogo. Amen. Na Mungu kidogo. Hapana. Mungu apendi mtu wa vuguvugu. Haleluya. Bwana apendi vuguvugu. Bwana anapenda kama ni moto moto. Amen. Kama ni baridi baridi. Haleluya. Haleluya. Mafundisho potofu yamepotosha wengi. Yameangamiza wengi. Yameangamiza nafsi za watu wengi. Haleluya. 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 Leo ni lazima tumpige Balaamu. Roho ya Balaamu. Roho ya Balaamu ni lazima tuiondoe. Tuiondoe ndani ya nafsi. Tuiondoe kupitia mafundisho potofu yasiyo na msingi, yasiyo na uvuvio wa Roho Mtakatifu.
Haleluya. Haleluya. Hii kuathiriwa na mafundisho potofu. Leo ni mwisho. Leo ni mwisho. Mwambie jirani yako. Mwambie jirani yako, jirani. Leo ni mwisho kuathiriwa na mafundisho potofu. Mafundisho unayofuatilia kupitia simu yako mwenyewe, kupitia mitandao ya kijamii. Watu wamepotosha neno la Bwana. Watu wamefundisha kinyume na utaratibu na sheria ya Bwana. Haleluya. Haleluya. Wahubiri wengi wana roho ya Balaamu. Wahubiri wengi wana roho ya Balaamu. Wanafundisha potofu. Hawafundishi njia ya Bwana. Hawafundishi kweli ya Bwana. Haleluya. Haleluya makuhani. Haleluya makuhani wa Kristo. Hiyo roho ni lazima leo tuipige. 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 Haleluya. 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 Roho ya Balaamu leo lazima ipigwe. 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 Haleluya. Haleluya. Imepotosha wengi. Imeangamiza wengi. Ameni makuhani wa Kristo. Ameni makuhani wa Kristo. Watu wengi wamepotea. Hawakuifuata njia ya kweli. Kwa sababu ya msingi mbovu. Haleluya. Watu wengi wamepotoka kwa sababu ya kupenda miujiza. Ameni wapendwa. Watu wengi wamepotoka katika njia ya kweli kwa kutaka Yesu awatendee. Kwa kutaka vya Yesu. Ameni wapendwa. Ameni wapendwa. Ameni wapendwa. Mwambie jirani yako, heri wewe uliyejaliwa neema ya kujua kweli. Ya kujua kweli. Kweli ya Bwana. Kweli ya Bwana. Haleluya. 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 Tunamshukuru sana Baba mzee wa Yesu kwa kutuletea ujumbe huu wa kutufundisha kufuata mwongozo wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Haleluya. Ili baraka za Bwana zidumu ndani yetu. Ukiwa mfuatiliaji mzuri katika mafundisho haya yamekuwa yakiongozana. Ameni wapendwa. Ameni wapendwa. Mwongozo wa Roho Mtakatifu. Ili uweze kuziona baraka, ni lazima ufuate mwongozo wa Roho Mtakatifu. Ni lazima utunze Roho Mtakatifu. Ni lazima uishi maisha ya matakatifu. Haleluya. Ni lazima utii sauti ya Bwana. Usitii sauti ya Roho Mtakatifu. Haleluya wapendwa. Haleluya wapendwa. Mwambie jirani yako, heri wewe uliyejaliwa neema ya kufundishwa njia ya kweli. Haleluya. Haleluya wapendwa. Haleluya wapendwa. Haleluya makuhani wa Kristo. Simama mahali ulipo. Tunataka tumwombe Bwana. Tunataka tumwombe Yesu na tuondoe hii roho ya Balaamu iliyokamata maisha yetu. Ameni wapendwa. Ameni makuhani wa Kristo. Ameni makuhani wa Kristo. Roho ya Balaamu iliyoshikilia maisha yetu, iliyoshikilia hatima zetu, ni lazima tuiondoe ili tuzione baraka za Bwana. Ili tuzione baraka za Bwana. Ili tuzione baraka za Bwana. Haleluya. Praise team, look up mbele.